Radio Online. Leo ikiwa Alhamis tarehe 2 Novemba, mtazamaji na msikilizaji wa MTV DRC, karibu kwa kufuata matangazo yetu ya jioni ya leo. Kwa utangazaji wake ni mimi Nadesh Kaindo. Muktasari wake: mtu mmoja ameuawa kwa risasi eneo la Baringo kaskazini nchini Kenya baada ya majambazi kuvamiwa kijiji na kutoweka kwa idadi isiyojulikana. Wizara ya ushirikiano wa kikanda inatangaza kuwasili kwa ujumbe mkubwa wa serikali ya Kinshasa katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtazamaji na msikilizaji wa MTV, ni muktasari tu, hapa habari kamili. MTV. Wizara ya ushirikiano wa kikanda inatangaza kuwasili kwa ujumbe mkubwa wa serikali ya Kinshasa katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Moja kwa moja kutoka studio zetu hapa DRC, Germain Hassan Kiawere amechambua habari hizo. Ukiongozwa na naibu waziri mkuu, waziri wa mambo ya ndani, ujumbe huu utakuwa na muda wa kutathmini hali ya usalama iliyopo katika maeneo ya kusini na kaskazini mwa jimbo hii. Waziri wa nje anahusika na ushirikiano wa kikanda, Antipasi Mbusa Nyamwisi, atakuwa sehemu ya ujumbe huu ambao baada ya mji mkuu wa Kivu Kaskazini utajiunga na mji mdogo wa Oicha ulioko kilomita 30 kaskazini mwa mji wa Beni. Wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri mnamo Oktoba 27, mkuu wa serikali alitangaza ujumbe mkubwa ambao utaenda Oicha, eneo la mauaji ya zaidi ya watu 20. Lengo litakuwa kuimarisha usaidizi kwa familia za waathirika wa ukatili huo. Mbusa Nyamwisi atarajia kuhakikishia wananchi katika mkoa ya Kivu ya Kaskazini kuhusu maendeleo na mafanikio ya ushirikiano wa kikanda licha ya kuwepo kwa harakati wa makundi ya nje na nje. Mbusa Nyamwisi pia atarajiwa kutangaza shughuli za jukwaa lake la 6 la uchaguzi eneo hiyo. Bila kutoa tarehe mahususi, Wizara ya ushirikiano wa kikanda inabainisha kwamba wajumbe hao wanapaswa kuondoka Kinshasa katika siku zijazo. Kama kumbusho, vikosi vya Allied Democratic Forces ADF viliwaua zaidi ya raia 25 katika eneo la mashambani la Oicha, mji mkuu wa wilaya ya Beni. Wakati huko watu pia waliporwa mali na nyumba kuteketezwa kwa moto na waasi hao wanaozaniwa kuwa ni ADF. Watoto wa shuleni waliuliwa pia na walimu, na hiyo kusababisha walimu wa wilaya ya Beni eneo ya Oicha kuingia mgomoni. Hadi hapo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itahakikisha kuwa inadhibiti usalama. Shambulizi hii ya waasi yalijiri wakati majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wakishirikiana na majeshi wa Uganda UPDF wakiongeza shambulizi dhidi ya maeneo ya ADF katika wilaya ya Beni na Irumu mkoani Ituri. Mtu yoyote aitwa kufanya mazoezi ya mwili ili kujikinga na magonjwa mbalimbali na kupunguza stress katika maisha ya kila siku. Moses Kasonia, mwandishi wetu toka Goma, ana taarifa zaidi. Kufanya mazoezi kuna faida nyingi. Kwanza, ni njia sahihi kwa kuzuia magonjwa mengi na ni njia bora kuepuka stress, asema Daktari Eli Bisimwa alipozungumza na MTV. Mazoezi inasaidia sana kwa kuepuka maladi kroniki, hiyo magonjwa na ambayo inakuwa inakamata siku za mingi. Inasaidia pia kupunguza kwa hiyo magonjwa tunasema ya saratani ama kanser, na inasaidia kupingana na magonjwa ya sukari, diabetes. Na hiyo mazoezi ama exercise physique inasaidia kupiganisha vile hiyo obesity ama mtu ananenepa sana. Kuna kwa ingine magonjwa ya neurodegenerative na zingine psychiatrique ambayo inagusa kichwa. Inasaidia pia kuchunga magonjwa ama kuprevenir hiyo mamaladi tunasema mamaladi cardiovasculaire. Donc wakati mtu anafanya hiyo mazoezi ama exercice physique ama sport, inakusaidia ku concentration ya cerveau, inakusaidia kukuwa na afya njema ya kichwa, inakusaidia kupunguza vile na stress. Maana tunasema kwa kifupi, wakati haufanye hiyo exercice physique, haufanye sport, uko unajiua we peke mbio. Haufai sport utanenepa, haufai sport magonjwa ya sukari itakuya, haufai sport utakuwa na stress za mingi, na hiyo stress itenda kuleta hypertension, inaleta diabetes, inaleta vitu vya mingi sana. Haufai sport utakuwa na kosa wakati ya kujikoncentre. Juu tunasema kwamba wakati mtu anafanya sport inakuwa kama vile plaisir, mwili inakuwa na secrete ile tunasema ma hormone ambao tunasema endorphine na dopamine na adrenaline, ambao
inakuwa inasaidia mtu kupunguza ma stress na kuameliore kalite ya sommeil na kupunguza kumaumivu. Wananchi wa mji wa Goma wanaojitahidi kufanya mazoezi kila mara washuhudia uzuri wake kiafya na kiakili. Nafaa sport ya détendre un peu. Bon, gonje sport inasaidia kumwili ya mtu juu. Inafaa kurelaxer un peu nani. Ma muscle na inasaidia tu sana kumwili ya mtu. Ndio ile ni kweli. Mtu mwenye sport sana gonjwa. Kwa si kufa sana, mais kufa tu sport. Iko tu sport tu bien. Utoke tu jasho inasaidia kumnani kusante ya mtu. Sasa kwa mtu antranspirer inasaidia mtu. Sport inasaidia mbia mingi sana. Ukaenye sana kwa mgonjwa, mimi naweza kuya hapa. Sasa mimi natoka directement mimi najisikia mimi nakuwa bien. Bon, inanisaidia sana kusante uka de stress. Mimi nafika kama kuna ma stress za mingi, mimi nafika mimi nagusa ballon, mimi nashuter, tuna mimi najisikia deja mimi nakuwa bien. En tant que fille, hauogopake kufanya sport ulimwa na bagarson? Hapana, siogopake. Kwanza mimi nafurahia kasa mimi nafanya sport sana na bagarson. Donc bana ni randraka nikuwe fort sana sawa na. Auparavant nilikuwa très faible, mais chaka jisikia sa vile mimi nakuwa na nguvu kidogo. Sport yote inasaidia mwili afie sana. Bon, maji kubia mingi tu sana, siwezi hata kama nianzie. Sport ni za mingi. Unajisikia tu utaanza rukaruka, unaanza fani yote. Itakusaidia tu. Ipunguze hata sagisi hata kwa mafuta kidogo, mafuta mingi mwili nayo kwake bien. Inapunguza tu, ujisikie uko bien. Juu inaleta force na nachangamkisha damu. Bonaji kaza kwa souple mais sport ni kujikoncentrer tu, wale wana neglige kanabo waanze tu fa sport juu. Alafu mazoezi yafanyweje? Daktari Elibisimo anajibu. Mtu mwenye kwa bonne santé hatafanya sport kama vile ule cardiopathe ambaye roho yake deja shavimba. Hapana. Huyo mwenye wa vijana unaweza kukimbia, unatoka hapa hata mpaka kwa Grand Barriere na unarudia bila kuchoka. Huyo hypertendue, huyo mwenye kuna cardiopathe, ye usimtie mu rythme ya watu wengine. Yani pole pole. Wengine wanasemaka hata kulima nayo na kwa activite, kutengeneza jardin nayo na kwa activite, hata kufanya busafi ya mulupango nayo ni activite, kucheza kabumbu ni activite, kucheza basket ni activite, kutembea unajikaza. Wakati unafanya exercice physique ama sport utranspire, wakati unatranspire njoo inakuwa na impact ya mzuri. Huyu anawaomba waathirika wa vita kujitahidi kufanya mazoezi kila mara ili kuepuka msongo wa mawazo. Gisi tuko katika province yetu ya Nord Kivu na tunajua kwamba vita yote inakuwa inaleta stress mu watu. Tunaweza sema hata makambi na kule nako wanaweza fatu exercice physique, wanaweza kutembea, wanajua stress iko tena. Sasa tunaweza kuomba sasa hata kwingine maorganisation kuorganizere nao kitu kidogo ama maaktivite fulani ambao inaweza kosa vile exercice physique, sport kidogo, wanaweza kuorganize hata mamache kule ile asubuhi kama 4h 5h wasikutanane sasa vile na watu wanasema wako wanafaa sport, wako na jidestresser, wako wana developer mwili, kisha wanakuta sasa vile wajambazi munjia wa maibobo wanawapiga. Nikusema ni kusekirize watu wakati wanapofanya hiyo exercice physique asubuhi. Mazoezi ikiwa imepuuziwa na watu kadhaa imewasababishia matatizo ya kiafya lakini pia ya kiakili. Ikiripoti kutoka Goma, Moses Kansonia, MTV. Tukitoka Kivu Kaskazini tunajielekeza mkoani Ituri ambako tunaarifiwa kwamba bei ya mafuta ya gari imepanda kwa kiasi. Hiyo imeacha shughuli za wakaazi kuharibika. Mwandishi wetu Kostasa Mbagalo atuandalia ripoti ifuatayo. Kijana Innocent ni mtembeza pikipiki mjini Bunia, amesema kazi yake aiendelee vizuri kufatana na kupandishwa kwa bei ya mafuta ya gari. Huyu aita basi wateja wao kuwa na masikilizano kufatana na hiyo shida. Si vile tufahamu tu kunaona tu karibira kunapanda depuis karibira tulikauza 2500 to 2500 kapanda 3500 ikaikala ti yele madejuru tu kunaona mwa ba prinye kunataka cheza 3600 3500 bo hatuye kama ni nini. Na nasikia fasi nyingine inakuwa 4000. Oui, ba revendere yote iko 4000, ku ba revendere yote ko 4000. Bon, iko na conséquence parce que kwenda uza 1 litre 4000 utabeba batu ngapi mambo pate ile 4000 nje natia prix ya taxi na kwa ep élevé course à 500 tena haiko inabakia tu 1000 francs 1500 hapa na pale 1000 francs 1500. Bo tuko unapata vile shida mambo ba client kuzoea au vile na kwa mwangufu unaona recette yetu inapunguka jua karibira recette yetu inapunguka
Na ile nacha kazi inaharibika. Kazi kabisa nakuwa ngufu sana. Selo sie tunasikia barimere kusema njia njoko mubaya. Njoo inatia karibire na panda bo. Tunaomba kwa sie tunaomba wa autorite kama ni haki ni njia watuangalie njia karibire ipite. Kama vile mwaeko bangalie si prix bapime kushusha prix mambo si vile tupite kutupata kujiretrouver kidogo. Nakuwa bie sana. Kwa upande wake Lobo naye vile ni mtembeza pikipiki akiendesha usafirishaji wa pikipiki, huyu kuona bei ya mafuta ya gari kupandishwa ameona ya kwamba ni hiyo kazi inayosaidia vijana wengi mkoani Ituri. Aomba basi viongozi wa serikali kuweza kujihusisha ili bei ya mafuta ya gari iweze kushuka kwa mafaa ya raia. Kazi ya taxi ko pale hivi atuka pour le moment atuka na situation tu kwa traverser kwa matata. Donc unaenda surtout kitu kwa tu bouleverser sana kwa prix ya carburant. Carburant par exemple utapasha tia 2 litres kwa moto, 2 litres 5 tena se retrouver na ba 18000. Asa 18000 unaenda soustraire ça ya carburant 7000, ba revendere 8000. Asa ile pale unasikia unabakia saa zingine na 10000. Sasa 10000 faut raisonner pas trop, raisonner vile kwako. Unaona ba besoin yako vile kidogo atukana na kwa tena matata. Botu kwa piganisha tu kidogo hata iko apima ukatala basi tunaogopa tu basi kuiba kusaliri ba reputation tunaogopa utapata kitu. Hiyo kupanda kwa bei ya mafuta ya gari imeacha wamama wengi kutembea na miguu kwenye kilomita nyingi. Mama Mariam aliye mlimaji anashtumu uwizi ya chakula ndani ya shamba lake akiona hasira. Huyu aomba kupunguzwa kwa bei ya mafuta ya gari ili aendeshe kazi yake ya mlimo bila tatizo. Mambo ya karibira tuko ateseka sana. Tuko atembea na mgulu kilometre na kilometre basi gouvernement kunaona nini bayama. Kitu yote ikuwe magumu, chakula ikuwe magumu, weli mashamba magumu. Basi sasa tutafanya namuna kani? Omwe bashukishe eta karibira namuna tuazoea kukwendaka kushamba mbalimbali tutembeake na motota. Sasa inashindikana ile si yote sasa si bato benye siko age avance weneenda tu mara moto kia kulo kunanguka malali. Sasa gouvernement kunaona nini? Transport kufika kule banatia ngapi? 5000 francs course moya. Retour kama unabeba ta mzigo kidogo franga yote utaushisha inabakia na bataximen. Tena wizi inapita ya shamba na ya nyumba yote inapita. Basi finalema tuliweza kujia viongozi ya wachuuzi ya mafuta ya gari. Wamoja wasema ni hali ya barabara iliyo mbovu zaidi huko mtaani Jugu ndio imeacha magari za kubeba mafuta ya gari kusimama siku nyingi. Wengine wamesema kupandishwa kwa kodi ni hayo yote ndio imeacha bei ya mafuta ya gari kupandishwa. Jueni ya kwamba lita moja ya mafuta ya gari imeuzishwa kwa bei 3500 kwa wamoja na 4000 ya pesa ya kikongomani kwa wengine, ijapokuwa kisha mwezi moja hiyo mafuta ya gari iliuzishwa kwa bei ya 2500 hapa mjini Bunia. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Constance Mbagalwa kwa niaba ya MTV. Huko Nairobi tunaarifiwa kwamba mtu mmoja ameuawa kwa kupigwa risasi eneo la Baringo kaskazini nchini Kenya baada ya majambazi waliokuwa wamejihami kuvamia kijiji na kutoweka kwa idadi isiyojulikana. Dennis Chisaka kutoka Nairobi, Kenya na habari hiyo. Marehemu Silas Chelimo baada ya kushambuliwa alipokuwa akichunga ng'ombe wake karibu na shule ya mtaani alikimbizwa hadi katika hospitali ya rufaa kaunti ya Baringo ambako alifariki kutokana na majeraha. Kisa hicho kilitokea wakati waziri wa usalama wa ndani nchini Kenya Kithure Kindiki alipokuwa na mkutano wa usalama eneo la Loruk na kamishna wa bonde la Ufa na timu ya usalama ambayo iko umbali wa kilomita 20 kutoka mahali ambapo shambulizi hilo lilitokea. Sasa ile bunduki ililia, tunakutana na watu wanakutana na watoto wanakimbia huko nyumbani kwa sababu mahali walikuwa hakuna security. Hao askari wanachunga exam wawili, watoto wakaamua tu kutoroka kukimbia huko manyumbani huko. So wakati sisi tunakuja kusaidia huyu kusaidia watoto hata washafika nyumbani na hiyo exam ilikuwa inaendelea. Wakati huo wanasiasa watatu eneo la North Rift walihojiwa katika makao makuu ya DCI eneo hilo la bonde la Ufa mjini Nakuru nchini Kenya
kwa madai ya kuhusika katika mfululizo wa ghasia za hivi majuzi zilizoshuhudiwa katika kaunti ya Baringo na Samburu. Walihojiwa kuhusu madai ya mikutano ya kisiasa na matamshi waliotoa kuhusu hali ya usalama huko Baringo na maeneo mengine ya operesheni huko North Rift. Walikanusha madai ya uchochezi dhidi yao na uhusika wowote katika shambulizi katika kambi ya GSU na shule ya msingi eneo la Kapinda Sum, kaunti ya Baringo. Waliachiliwa baada ya kurekodi taarifa, huku wapelelezi wakiwataka wajiwasilishe kila wanapohitajika kutoa taarifa. Kweli hii ni fitina ambayo inaendelezwa na majirani wetu, ambayo tumejua kwamba pia hata hawajakuja kurekodi statement, na sisi tulikuwa tunasema tu ile ambayo wananchi wanatuuliza kwamba mimi ni bishop wa amani. Ile tunasema tu ni kwamba hii maneno ya boundaries ambayo tunasema kila wakati imefika wa kuaddress. Nasema tu sisi hatutarudi nyuma. Tutaendelea kutetea haki yetu, tutaendelea kutetea watu wetu, tutaendelea kusimama na watu wetu. Nikiripotia MTV kutoka Nairobi nchini Kenya, mimi ni Dennis Chisaka. Mtazamaji na msikilizaji wa MTV, ni hayo tulikuandalia kwa siku ya leo. Nilikuwa na Dish Karindo kwa utangazaji wake. Facebook, Twitter, YouTube, website, Instagram.